Kama leo ungetaka upate hela kwa haraka sana, yaani hela zianze kuingia kupitia mitandao ya kijamii ya YouTube channel, unakuta ameamka tu na kuanza kupiga Mwakasege, hapo unakosea, Mwakasege. Anajua kabisa katika content zake ambazo zina engagement kubwa, zina viewers wa kutosha, ni zile wanazomsema Mwakasege. Kwa hiyo vile mnavyotukana na kuview na kumsikiliza ndivyo ambavyo yeye anaingiza fedha, na ndio maana mnaweza mkaona wanaona bora hata wasiposti wimbo wa injili kumtukuza Mungu, kwa sababu hautapata viewers wengi. Ndio maana unaweza kukuta hata mambo ya huduma, kufundisha neno kama neno tu hivi, hawezi kupata engagement kubwa au viewers wengi. Wanaona wadili na watu waliofanikiwa, mababa wa kiroho wa wengi. Sasa kitu kingine, kila taarifa inayotoka ambayo ni ya mtu maarufu, wewe luka nayo, alafu waambie watu ninawindwa sana, serikali inanitafuta iniue, wakati hata serikali haina mpango na wewe. Wewe sema tu hicho kitu, kwa kuwa watu ni vitu ambavyo wanavipenda, watakuja watacomment, Mungu akulinde, Mungu akuhifadhi. Waambie watu niko mafichoni, ninawindwa sana. Yaani wewe uwe ni mtu wa kiki, yaani unaluka na kila taarifa iliyo kiki ambayo nayo, nenda mpaka mwisho nayo, alafu tengeneza hizo content kwenye title. Weka title itakaosisimua watu, kwa mfano, au andika title, sema namna ambavyo Mwakasege anadanganya watu, siri ya fichuka
uovu wa mchungaji huyu, alafu watu watakuja view haraka sana, lakini utaingiza hela kweli, fedha utapata za kutosha sana, na utajenga, utakuwa na magari, hutapungukiwa, hautakuwa hata na haja ya sadaka za watu, hutakuwa na haja hata ya sadaka, kwa sababu sadaka wewe utaona ni kitu kidogo sana, wakati unaingiza fedha kwa kutukana watu, kwa kuwachafua watu wengine. Sasa mimi nikuambie kitu kimoja, hiyo hela utakaopata kwa sababu ya hizo content haina tofauti na hela ambayo watu wanaingiza kwa kuuza gongo, haina tofauti na hela ambayo watu wanaingiza kwa kuuza madawa ya kulevya, haina utofauti na hela ambayo watu wanaingiza kwa kujiuza miili yao, inaitwa fedha ya aibu. Haina tofauti na hela ya bangi watu wanauza kisiri kisiri. Hiyo fedha utapata, lakini uwe na uhakika utasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu kwa hukumu, ujibu vizuri kwamba ni kwa namna gani ulihusika kufanya kazi ya shetani kwa ajili ya kuchafua watu, kuchafua watumishi wa Mungu wa kweli. Sizungumzii kuchafua manabii wa uongo, kuchafua watumishi wa Mungu wa kweli, na unawaaminisha wafuasi wako wamuone tofauti yule mtumishi wa Mungu. Maana yake ulifanya kazi ya Ibilisi. Kuna siku utasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, na hizo hela utakazozipata hazitakufaidia kitu, ni hela ya aibu. Kama unakemea malaya wanaojiuza, watu wanaouza madawa ya kulevya, kama unakemea mafisadi wanaofisadi fedha za umma, elewa kwamba na wewe mwenyewe hutokwepa hukumu juu ya jambo unalolifanya, juu ya content unazoziweka mtandaoni, na zitaishi mpaka vizazi vyako vitaona. Maana yake utamsaidia shetani kwa ajili ya kusambaza vitu vya uongo juu ya watumishi wa Mungu, Mungu aliyowakubali.